Habari zenu wapendwa, natumaini wazima. Ikiwa mwendelezo wa madarasa yetu, na sasa ni darasa nyingine ambayo tunaenda kujenga kabisa au tunaweza kuhitimisha katika makubaliano yetu. Sasa tumebakisha session kama 3 ambazo tumezipanga kukamilisha mwezi huu wa 6, na hatua inayofuata ni kukamilisha. Sasa katika kukamilisha kwetu session yetu leo tutajifunza lishe na utunzaji wa uzazi na kurutubisha mwili kwa ajili ya utungaji wa mimba, ujauzito na uzazi salama. Na miongoni mwa vitu ambavyo nimevisisitiza sana, namna ambavyo mwanadamu au mwanamke anaweza kuhusika kwa kuweza kutunza mji wake wa mimba, kwa sababu Mungu alishakupa tayari uwezo alikupa tayari kiumbe au alikupa tayari organ ambayo inahusika na utunzaji wa mtoto au namna ambavyo unaweza kujifungua salama, au alikupa zana zote za kuweza kupelekea kujifungua salama. Kinachohitajika ni wewe kuweza kusahihisha ama kuweza kurekebisha ama kutunza. Mfano wa kibiblia au mfano wa kidini ambao anasema Mungu anajua wewe hatima yako. Yaani alikujua tangia huko hajakuleta duniani mpaka amekuleta duniani. Lakini baada ya kuwepo duniani na siku ambayo unafariki atajua ni hatima yako ni wapi, aidha ni mbinguni au motoni. Lakini kwa kusema hivyo, kama anakujua, kwa maana alikupa tena mtego mwingine wa kuweza kujipambanua, aidha utoke katika ule mtego aliokuwekea kwamba uingie mbinguni au uingie kwenye shimo la moto, maana jehanamu. Kwa hiyo na ndivyo hivyo uzazi ulivyo kwa mwanamke na familia kwa ujumla, au maisha ya wanadamu kwa ujumla, hizo ni mwanamke au ni mwanaume. Kwa hiyo tunachojifunza hapa ni lishe na utunzaji wa uzazi, maana mji wa uterus. Lakini pia tutaangalia vitu ambavyo vinaweza vikampa manufaa. Maana tunapoangalia mwanamke tutamwangalia pia mwanaume. Je, vitu ambavyo anatumia mwanamke vinaweza vikampa manufaa wewe mwanamke, ambaye wewe mwanaume ambao unasikiliza video hii na kumsahihisha mwenza wako, au wewe katika kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama. Kwa hiyo tutajifunza lishe na utunzaji wa uzazi, ambao tutahusisha masuala ya nafaka au vyakula ambavyo mwanamke anapaswa kula, virutubisho mbalimbali ambavyo mwanamke anapaswa kula na mengi zaidi. Lakini pia utungaji wa mimba. Kabla ya kushika mimba, ni vitu gani huwa vinatokea pale, au ni vitu gani ambavyo mtu atakao kuvifanya, aidha ni mwanamke au ni mwanaume. Lakini pia tutaangalia kipindi cha ujauzito, ni vyakula gani ambavyo mwanzoni nishauriwa kula na baadaye atashauriwa kuviacha, na ni kitu gani ambacho anatakiwa ku maintain ili mradi ujauzito wake uweze kubaki. Lakini pia tutaangalia uzazi salama, yake tutaangalia pia hata hatua ya mwisho kujifungua. Je, ni vitu gani ambavyo mtu anatakiwa kuvifanya wakati wote huo ili kuweza kuhakikisha afya yake inabaki kuwa salama kwa watoto. Ni kuunganisha sayansi ya kitabibu na kemia ya mwili au hekima ya mwili, ambao ni kujenga mazingira bora juu ya nini? Uhai wa maisha ya mtu. Sasa mfuko wa uzazi ni nyumba ya kwanza ya maisha ya mwanamke au kwa kiumbe kingine. Kiini ni cha afya, yani tunasema ni kiini cha afya, ambacho uterus ndio nyumba inayopokea mbegu na kutoa hifadhi kwa kiumbe kipya, ambacho tayari nishaanza kutangulia kusema hapo mwanzoni kwamba unapokuwa na mji wa uterus ama mwanamke unapokuwa na uterus ni kwa ajili ya kutengeneza kiumbe kipya. Lakini tumejaribu kutazama faida nyingi ambazo tumeziona kupitia kuwepo kwako kwa mji wa uterus, lakini pia leo tunajifunza kuhusiana na kutengeneza kiumbe kingine kipya ambacho kitatokea, lakini pia kutengeneza organi mpya ambayo itafanya sambamba na mwili wako unaofanya. Na hiyo organi hapa nazungumzia placenta au kondo la nyuma. Ni organi ambayo ina mate organ ndani yake, ambayo inafanya kazi nyingi zaidi: kubadilishana hewa, kuchuja damu, kutoa mkojo, kutoa taka mwili, kuunda zile maambukizi. Yaani ni organi moja ambayo inafanya kazi ni kama vile organi nyingine nyingi kabisa, ambayo kazi yake kuu ya uterus ni kulisha mtoto anayekuwa kupitia kondo la nyuma ambayo ni placenta, na kutoa nguvu na kusukuma mtoto wakati wa kuzaliwa. Kwa hiyo unapokuwa na uterus ni kwa ajili ya kutengeneza kiumbe kipya, lakini pia na kuweza kumtoa, kwa sababu mwishoni mama anapokuwa labored huwa anafanya kazi ya kucontract na kuweza kuondoa kile kitu. Lakini falsafa yetu ni nini? Ni maisha ya kisasa na msongo wa mawazo huathiri mfumo huu. Maana tulipoanza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi ni kuonyesha kwamba unapokuwa na mtindo ambao sio mzuri wa maisha au maisha ya kisasa, kutegemea na mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya chakula, mabadiliko ya miundombinu, mabadiliko ya ufanyaji kazi, kianza kusababisha mwanamke akaingia katika msongo wa mawazo na kubadilisha mfumo huu na kuwa katika hatari zaidi.
Sisi lengo letu hapa ni kurudisha usawa na kupitia njia za kisayansi asili na kuandaa mazingira ya uzazi. Kwa hiyo ninapokufundisha leo ni kuweza kuhakikisha afya yako ya uzazi inabaki katika mazingira salama, lakini wale wote ambao wanakuzunguka kwa kupitia maarifa ambayo wewe umeyapata, basi utahakikishia usalama, kwa sababu utajua nini cha kuwashauri, hatua za kufuata mpaka anafikia mwisho na kubaki kuwa salama wakati wote. Hatua za kivitendo ni kuanza kuandaa mwili wako miezi kadhaa nyuma, ambayo yai la mwanamke huwa linaandaliwa na kukomaa miezi mitatu kabla. Maana ndani ya miezi mitatu yai ambayo unalitoa leo, mfano leo mwezi wa 6, yai lako ambayo litakiwa yai ambayo linatoka leo ni yai ambayo lilianza kutengenezwa tangia mwezi wa 3 ndio inakuja kutolewa leo mwezi wa 6. Kwa hiyo tunapomshauri mwanamke aweze kutunza mzunguko wa uzazi, kutunza mzunguko wake na kutunza mayai yake, au kumshauri kuhusiana na virutubisho ambavyo vinaweza vikatengeneza mjao salama na kuweza kutoa yai ambayo litakuwa bora, ni kuanzia miezi mitatu nyuma. Ndio kwamba daktari wengi sana wanashauri kwamba wewe uwe miongoni mwa watu ambaye utafuata ratiba au utaanza kujiandaa miezi 6 kabla au miezi mitatu kabla, kwa sababu ya kuweza kuhakikisha mji wa mimba unabaki katika maeneo salama, lakini yai ambayo itarutubishwa liweze kutoka kwa wakati na liweze kukutana na mbegu ambayo itakuwa bora na kuweza kusababisha ujauzito uweze kuwepo. Sasa kuna tafiti hapa ambayo ni ukweli mchungu juu ya changamoto za uzazi na mimba kuharibika, kwa sababu ni mwalimu mzuri sana kuhusiana na changamoto hizi za kudini na wanawake ambao wana changamoto za kupoteza ujauzito. Maana sio nakupa tuseme dawa moja kwa moja, ila nakupatia njia na nakupatia na solution ya matatizo ya stress, au mama ambaye akutana hii changamoto ya stress kuhusiana na ujauzito uliopotea, au mbinu za kukabiliana nazo mapema zaidi pale ambapo anakuwa na changamoto hii. Kwa hiyo hapa tutaangalia takwimu za kukuonyesha kwamba ni nini ambacho huwa kinatokea. Wanasema 10% ya wanawake ambao tuseme labda tuna wanawake labda 100, sawa, na tuseme tuna wanawake 100 na wanaume 100%, sawa. Yaani wanawake 100 ambao ni wanaume na wanawake, yaani wako huko ndani, tuseme watu 100 ambao ni wanaume na wanawake ambao wako ndani, lakini utakaposema 100 huwa tunaangalia wanawake peke yake, ambao wanasema 10% ya wanawake huwa wanakutana na changamoto ya kushika ujauzito, na hili tumeliona na liko kwa kiasi kikubwa sana. Na hapa tutaangalia pia umri wa mtu huyo kushika mimba. Kama atakuwa na changamoto ya kushika mimba ndani ya miezi 6, yani mwanamke ambaye ana changamoto ya kushika ujauzito ndani ya miezi 6 ni yule ambaye labda tunasema ana miaka 35 na zaidi. Huyu mtu anapaswa kuchukuliwa hatua za haraka zaidi. Lakini yule ambaye ana mwaka mmoja na zaidi, huyu pia inabidi afanyiwe msaada zaidi. Sasa huyu maana ni chini ya miaka hiyo 35. Kwa kunakuwa na makundi mawili ya mtu ambaye anahitaji msaada wa haraka zaidi, na mtu mwingine ambaye labda ni mabadiliko ambayo anahitaji kutumia tu vyakula na kurekebisha homoni zake na baki katika mazingira salama. Kwa hiyo 10% ya wanawake na familia wamekuwa na changamoto ya kushika ujauzito, na 20% ni wanawake ambao wanakuwa na changamoto ya kupata ujauzito, lakini ujauzito ule umekuwa wenye kuharibika au wenye kuwa ukitoka ambapo mama anakuwa hajafikisha miezi 7. Kwa hiyo ni pasenti nyingine ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo tunapokuambia uandae mwili wako, tunapokuambia udili na mwili wako, ni kutaka kuhakikisha wewe unakuwa katika mazingira ambayo yataweza kunufaisha mwili wako na kiumbe kinachofuata, lakini na baada ya kujifungua kubaki katika mazingira salama ambayo yanaweza kupelekea baadaye kukutana na changamoto kubwa kama utakuwa hujajiandaa, na kuweza kupelekea matatizo makubwa zaidi, au ujauzito unaofuata pia kwa kuletea shida zaidi. Lakini matatizo yote haya, 25% matatizo ya mwanamke kushindwa kushika ujauzito huwa yanategemea nguvu, ama sosi yake kubwa ni upande wa wanaume. Lakini ukisoma zile guideline na protocol kulingana na WHO, wanasema 40% ni ya mwanamke na 40% ni ya mwanaume, na 20% hazijulikani sosi ni nini. Hii takwimu ambazo nimekupatia hapa ni kulingana na kitabu ambacho nimekichambua, au kitabu ambacho kinaweza namna ya kutunza afya ya uterus. Sasa kwa hiyo
Ukikombine vitu vyote hivi unaweza kuona kwamba hii tatizo ni kubwa kiasi gani na linaweza kupelekea matatizo makubwa kiasi gani. Sasa ujumbe mkuu ni changamoto hizi ni za kawaida sana, kwa sababu mwanzo nilikuwa ni kama vile mshtuko, lakini sasa hivi watu wengi sana wanayo matatizo. Lakini tunachopaswa kufahamu ni kuwa hakuna mtu anayepaswa kubeba lawama, kwa sababu aidha ni wewe mwenyewe au umedipendi au umelilai kutegemea sehemu nyingine na haujachukua hatua yoyote. Sawa, ni usijisikie aibu kwamba kujiona wewe ni wa peke yako, lakini pia utahitaji ushirikiano au tutahitaji ushirikiano. Utatuzi ule wa kuweza kutatua hicho kitu unahitaji ushirikiano, kwa sababu tayari ushashindwa na haujui namna ya kufanya, umemtegemea mtu fulani ambaye umeshindwa. Na utatuzi mara nyingi hautegemei kwamba wewe mwenyewe ndio unaweza kujitatua, maana lazima sasa upate mtu ambaye atakushika mkono kama una matatizo ya kuharibika kwa mimba, lakini bado una nafasi ya kushika ujauzito, lakini ujauzito ule umekuwa yenye kukupa changamoto, hizo ni stress ndani yako ambayo inakutawala wakati mwingi. Kwa hiyo unahitaji mtu akushika mkono na kukupa ushirikiano, kuanzia daktari mpaka mkunga siku ya mwisho, ili hadi kuweza kuhakikisha ujauzito wako unabaki katika mazingira salama wakati wote. Sasa kuna sababu nyingi ambazo huwa zinaweza kupelekea mtu akashindwa kushika ujauzito, na hapa tutazungumzia mizizi minne ama sababu nne kuu. Ziko nyingi sana, ziko nyingi sana, ungeweza kufuatilia, ziko nyingi sana. Sasa mimi nimechambua 4, na wewe kama utajifunza zaidi au utataka kujifunza zaidi, basi utaingia ndani na kujifunza zaidi. Ya kwanza kabisa ni muundo, ambao sasa hapa ni 40% ambao ni kubwa na sababisha watu kushindwa kushika ujauzito. Muundo kwa maana ya kwamba ni kuziba mirija ya uzazi ambayo inafahamika kama fallopian, na kutokana na maambukizi ya nyonga au upasuaji wa zamani au endometriosis. Audio yangu iliyopita au video yangu iliyopita ninaeleza kuhusiana na endometriosis, namna inavyotokea na fibroids. Endometriosis na fibroids, namna inavyotokea, namna ambavyo hospitali na mwanamke mwenyewe anaweza kadiri kwa kuweza kushirikiana na daktari na yeye mwenyewe mbinu za kufanya. Kwa kama hujafuatilia, basi hakikisha unafuatilia ili kuweza kujifunza na kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama. Kwa hiyo sababu ya kwanza kubwa ambayo mara nyingi au na pasenti kubwa ya kuweza kusababisha mwanamke akashindwa kushika ujauzito ni matatizo ya kimuundo, ambayo ni labda mirija ya uzazi imevimba au kuna shida nyingine katika mji wa uzazi ambayo inapelekea hata mimba ikitungishwa ishindwe kukaa au sperm zishindwe kukutana na yai kwa sababu na kizuizi pale katikati, au mji wa uterus umepinda kutokana na upasuaji ambao ulifanyika, au kuna kitu kingine ambacho kilifanyika na kupelekea ule mji wa uzazi kushindwa kukaa katika position nzuri, ikiwemo wale ambao wanakaa muda mrefu au ambao hawafanyi mazoezi. Kwa hiyo pia inaweza kusababisha mwanamke akashindwa kupata ujauzito. Na sababu nyingine ni kemia na hormone, ambao ni kushindwa kutoa mayai vizuri, ambao ni ovulation na ubora mdogo wa mayai. Sasa tunaposema kemia na ovulation ama hormone ni matokeo ya mzunguko. Ndio maana sasa hivi mwanamke anapokutana na changamoto ya kuhusiana na uzazi, huwa tunamuuliza kwanza mzunguko wake, au anapofika hospitalini 2015 ile shirika ambalo linahusika na masuala ya mama na mtoto obstetrics and gynecology nini huko mbele, ambayo ni shirika la afya ya Kimarekani ambalo linahusika na masuala ya uzazi, 2015 ilipitisha taarifa kwamba mwanamke hedhi yake ama mabadiliko ambayo yanatokea katika hedhi ichukuliwe kama ni moja ya vital sign, ambao ukifika hospitalini huwa wanakupima pressure zile, joto, si mapigo ya moyo na nini, kwa na yenyewe hedhi hivyo. Ndio maana mara nyingi mwanamke akienda hospitalini huwa anaulizwa kuhusiana na mzunguko. Kwa hiyo inapotokea mzunguko na uko tofauti, basi kemia yake ya mwili au kemikali za mwili zimekuwa tofauti, na pia homoni zake. Maana hapa sasa tutaona masuala ya homoni zitakuwa zimebadilika, ambayo inaweza kupelekea mwanamke akana mzunguko ambao haueleweki, au akawa na changamoto ya mayai kushindwa kutolewa kwa wakati, au yai ambayo inatolewa ambayo sio bora. Lakini pia inaweza kusababishwa na lishe pia, kama chakula ambacho utakuwa hakipo vizuri. Lakini mazingira na msongo, ambao mazingira hapo tutalii na mawazo, sumu, lishe duni ambao ni huathiri ama inaweza kupelekea kuathiri mfumo huu wa homoni na kupunguza ubunifu wa mwili kwa kuweza kujitengeneza kemikali mpya ambazo zitakuwa nzuri kwa upande wa afya ya binadamu na mwanamke pia. Lakini na sababu nyingine tumesema mwanzoni kabisa ni sababu ambayo inatokana na mfumo ama upande wa pili
mfumo wa pili ambao tutazungumzia mwanaume sasa. Hii changamoto katika ubora wa mbegu ambazo anazitoa, wingi na nguvu ya mbegu za kiume ambazo atakuwa nazo. Kwa hiyo hii inaweza kupelekea sababu kubwa ya watu hao kushindwa kushika ujauzito. Mfano, juzi nimekutana na changamoto ya mama, sio mama, ni binti ambaye ni kijana ambaye kutana na changamoto hii ya wanatafuta mtoto na wamekuwa wakitumia hizo komedi. Sasa wameshindwa kupata matokeo yale moja kwa moja kwamba siku 14 ile ambao mzunguko na ufahamu basi waweze kutafuta ujauzito, lakini imeshindikana. Kwa hiyo wakanifuata ikutaka kupata msaada. Sasa moja ya changamoto ni bado ni wadogo na hawajakabidhiana kwa wazazi, yani kila mmoja hajaenda kwa mzazi mwenzie. Lakini unapodili na huyu mtu ni kutaka kujua mzunguko wa mwanamke ukoje, kwa sababu sio tu kutumia dawa, kwa sababu wakati mwingine anaamini kama unapotumia dawa ni basi mtu anaweza kawa salama zaidi au ana nafasi kubwa kuweza kushika ujauzito. Hatukatai, lakini kama mtu hafahamu mzunguko wake basi unaweza ukampa shida zaidi. Na kupitia grupu hili au kupitia hizi video ambazo nazifundisha, nimefundisha namna nyingi sana kuweza kutambua mzunguko wa mwanamke na makundi tofauti tofauti ya kuonyesha kwamba wewe upo katika kipindi gani. Haya, tukienda mbele zaidi, tuna nguzo mbili za utunzaji ambao tunaunganisha sasa sayansi ya kimatibabu ya kawaida, lakini pia sayansi ya njia za asili ambayo kikuli kitabibu ambao ni njia za kisayansi. Anasema kazi yake kubwa ni kutibu matatizo ya kimuundo, ambao kama utakuwa na changamoto haya ya mirija ya uzazi kupata shida, ambao tutadili sasa na masuala ya kimuundo kama vile mirija iliyoziba na kuchochea mifumo iliyokwama kutoa mayai, kama vile masuala ya endometriosis ama kemia ya mwili ama homoni imestaki. Kwa hiyo unapokupa dawa au unapokusaidia wewe katika kuhakikisha kuokoa na kuharakisha mchakato ambao unaweza kupata ujauzito mapema zaidi. Lakini tunapodili masuala ya kiasili au masuala ya kiholistic, hii kazi yake kubwa ni kujenga mazingira ambayo yako bora. Kwa hiyo hapa wewe si unahitaji msaada wa haraka zaidi wa kupata ujauzito kwa sasa hivi. Kwa hiyo tunaenda kukupa dawa zile za kuchochea mayai na kuhakikisha mzunguko wako unaweza kupata ujauzito. Lakini tunapotumia njia za asili, basi tunahakikisha basi wewe tunakujenga mazingira ambayo ni salama, ambayo ni bora, kuondoa sumu na kuandaa mwili kupokea tiba kwa lishe na utulivu wa akili. Kwa hiyo unapotumia njia ya asili ni katika pia kudhibiti msongo wa mawazo, kwa sababu unapoenda hospitalini na kutaka kupata msaada zaidi ni kwa lengo la kuweza kupata ujauzito, wakati mwingine hawadili na masuala ya msongo au matatizo ya kiafya ambayo yanatokea kwa upande wa akili. Zaidi wanadili na uterus au papasi yao kubwa ni kurekebisha homoni na kuweza kusababisha kuchavusha mayai, lakini bado unakuwa na msongo wa mawazo. Mwisho usipata ujauzito kupatikana, basi inakuwa ni changamoto, kwa sababu mwili unatafsiri ile mimba kama tukio la ajabu au kitu kipya kigeni ambacho huwa kinatokea. Ndio maana wengi wamekuwa na changamoto ya kushindwa kupata ujauzito au ujauzito ukipatikana basi umekuwa ukichoropoka mara kwa mara. Lakini lengo ni kurutubisha na kuponya msingi. Kwa hiyo tunapotumia njia za asili ni basi katika kuhakikisha mtu anakuwa katika uponyaji ambao unakuwa ndani yake. Sasa ushirikiano wa tiba za kisasa za hospitali na hufanya kazi. Hospitali hufanya kazi iko bora na mafanikio makubwa zaidi wakati wa mwili unapoandaliwa vizuri kiasili. Yaani unapotumia njia za kisasa na njia za kiasili, basi tunaweza kuhakikisha afya yako ya mwili wako basi unabaki katika mazingira salama zaidi. Sasa tutaona ni mbinu gani ambazo huwa zinatumika kusaidia, ama mbinu za kitabibu ambazo huwa zinatumika kusaidia kutungisha mimba au wanawake wamekuwa wakitumia na kuweza kusaidia kupata mimba za haraka zaidi. Ambayo ya kwanza kabisa tutaangalia mbinu 4. Ya kwanza ni dawa za mayai ambazo wanawake wamekuwa wakitumia. Na hapa dawa tunapozungumzia zile dawa ambazo nimesema kama mwanzoni, ambazo ni dawa za Clomid na Gonadotropin, ambayo ni husaidia kuchochea na upevushaji wa mayai. Maana hapa sasa tunadili na homoni na kuweza kuchavusha mayai. Sasa moja ya changamoto ya kutumia hizi dawa au moja ya faida na effects ambayo inatokea, sasa tuangalie faida na hasara. Hasara yake kubwa ni wewe kushindwa, ama hasara yake kubwa unaweza kuchavusha mayai lakini ukashindwa kupata ujauzito kwa wakati kutokana na kemia ya mwili ilivyokaa, lakini pia unaweza ukazalisha watoto wengi zaidi au mwanamke akapata watoto wengi zaidi
ukilinganisha na yai ambayo itakiwa kuwepo, au mtu akapata mapacha ya kuanzia 2 na zaidi. Ndio hii moja ya changamoto kutumia hizi dawa. Lakini unapotumia inahitaji msaada zaidi wa kidaktari ama kuwa karibu zaidi na madaktari ili kuweza kujua mwezi huo ni yai gani ambayo umechevusha. Yaani mayai mangapi ambayo umechevusha? Moja ambayo ni salama kwa ujauzito wako, au mawili au matatu ambayo wakati huo haupaswi kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia hii itakupa advantage. Hivi vitu vyote ili viweze kukamilika lazima ufahamu mzunguko wako ni kipindi gani ambacho hupo, kwa sababu mwisho wa siku unaweza ukasema sasa hivi mimi niko salama, au siku zangu za hatari zimepita, au siku zangu ndio salama zimefika, yani za hatari zimefika, na unatamani kushika ujauzito, alafu haujui kumbe ni siku yako ni za hatari zimefika, alafu nakuja kushiriki tendo la ndoa kipindi kingine kabisa ambacho ukishiriki hauwezi kupata ujauzito. Ndio utarudi hospitali utasema kwamba mimi na changamoto kushika ujauzito, nimetumia Clomid, Sigonatropin, lakini bado hakuna matokeo ambayo yanahitaji kama, yani hakuna matokeo ambayo napata kama yale ambayo nimeona. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukaa chini na usimamizi na kuweza kufahamu mzunguko wako. Lakini mbinu ya pili ambayo imekuwa ikitumika kuweza kumsaidia mwanamke kuweza kushika ujauzito ni upasuaji ambao unafanyika kama laparoscopy. Ni upasuaji mdogo wa kuondoa vizuizi kwenye mirija ya uzazi au kutibu endometriosis. Kwa hiyo mara nyingi wale wenye endometriosis wamekuwa wakitumia njia, lakini wenye uvimbe mkubwa kabisa au wenye matatizo makubwa kama fibroids, basi wamekuwa wakifanya upasuaji mkubwa ili kuweza kuondoa uvimbe. Lakini kuna wale ambao wanatumia FAS ama UFE ambao ni uterine fibroids embolization, kutumia mionzi au kuweza ku damage ama kuweka athari kwenye ile mirija ya mishipa ya damu ambayo inaleta damu kwenye uzazi. Kwa hiyo unapotumia hiyo inaweza sikupe matokeo ya haraka zaidi, lakini ni salama, lakini inaweza sikupe matokeo ya haraka zaidi kwa kuweza kushika ujauzito. Lakini unapotumia laparoscopy au upasuaji wa laparoscopy kwa sababu kuondoa ule uvimbe na matatizo hayo, basi imekuwa salama zaidi, na mwisho wa siku mwanamke amekuwa akijikuta akipata ujauzito mapema zaidi. Lakini mbinu ya tatu ambayo imetumika kusaidia wanawake wengi zaidi kupata ujauzito ni IUI ambayo ni intrauterine insemination, ambayo ni tiba kupandikiza mbegu za mwanaume moja kwa moja katika mfuko wa uzazi wakati wa kupevuka kwa yai. Kwa hiyo hii pia ni sababu nyingine. Sasa tunapoingia ndani zaidi na kudili na huyu mtu, maana lazima tufahamu mzunguko wake, lakini pia tufahamu yai na wakati gani ambao unatoka. Kwa hiyo tunapoimba kila siku kuhusiana na silo jificha ndani ya mzunguko wa mwanamke na kuweza kufahamu mzunguko wake, ni vitu vyote hivi ambavyo tutaviangalia. Kwa maana mzunguko lazima tufahamu ili tutakapochukua mbegu na kuweza kupandikiza tujue ni kweli italeta matokeo, kwa sababu unaweza kupandikiza siku ambazo yai halitoki, na kama mbegu zina survive siku 3 ambazo na mzunguko mrefu, wewe inaweza ikawa tofauti. Baada ya kutarajia siku 14 basi ushike ujauzito ikawa ni siku zaidi. Lakini mbinu ya mwisho ambayo imekuwa ikitumika na kuweza kusababisha wanawake kupata ujauzito ni IVF, ambayo inafanyika kama in vitro fertilization, ambayo yai inachukuliwa au yai na mbegu inatubishwa nje ya mwili, ambayo inafahamika kama inaenda kutubishwa maabara. Kwa hiyo yai yake inachukuliwa, wale ambao wanataka kuzaa uzeeni, sasa wanatamani kuzaa baada ya muda fulani, ambao wana matumaini ya kuzaa wakiwa na miaka 35 au 40. Lakini moja ya changamoto kwa sasa hivi nao mkwamisha labda majukumu ya kazi au kuna vitu vimeingiliana, lakini anataka kuhifadhi yale mayai yake yaweze kuwa bora, ili mwakani au mwaka 2000 na ngapi atakapoamua kuzaa atatumia mayai yale ujanani ambayo yana afya na yalirutubishwa vizuri, yametengenezwa vizuri, kwa hiyo atatumia baada ya miaka fulani. Kwa hiyo mwanamke atachukuliwa yai lake na mbegu za mwanaume zitatungishwa pale na embryo ile itatokea zygote, alafu ile yai litarudishwa mwilini na kuweza kupelekea mimba kukua ndani ya mwili wa mwanamke. Kwa hiyo hizo ni njia 4 ambazo watu wamekuwa wakizitumia na kuweza kupata matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo njia zote hizi huwa zinategemea uelewa wa daktari ambaye anadili na wewe, lakini pia inategemea na mwanamke mwenyewe namna anavyojitunza kuhusiana na msongo wa mawazo, chakula ambacho anakula ili kuweza kupata matokeo ambayo anahitaji, lakini pia ufahamu juu ya mizunguko au mzunguko ambao anao kila siku. Kwa sababu unapofahamu kwamba mzunguko kawaida ni siku 28, basi utakuwa umeenda wrong, kwa sababu hiyo ni wastani wa mizunguko mingi ambayo ilisha kufanyia utafiti kwamba wanawake wengi wamekuwa
wamejikuta na mizunguko ya siku 28. Kwa hiyo kama na wewe unaamini kwamba mzunguko ni siku 28 na wakati ni mzunguko wa siku 30 au mzunguko wa siku 42, inategemea sasa ni kipindi gani ambacho upo. Sasa kama wewe ni mzee, maana unaelekea kukoma kwa hedhi, utakuwa na mizunguko tofauti. Maana nikasema mwanzoni kabisa kwamba mwanamke ambaye ana miaka 35 na anatamani kupata ujauzito, ishapita miezi 6 ameanza kutafuta ujauzito, anahitaji msaada wa haraka zaidi, kwa sababu inawezekana ikawa ndio ukomo, maana yake ana miezi michache ambayo imebakia ili kuweza kukoma kabisa kufikia menopause. Lakini katika umri wa uzazi ndani ya mwaka mmoja ikaonekana umeshindwa kupata ujauzito, wewe basi nao unahitaji msaada zaidi. Sasa ni kujenga msingi ama kuwa na msingi imara wa kisayansi na mbinu hizi za kiasili ni katika kuimarisha mji wa uterus, ambao ikiwa na lengo kuu ni kuponya mfumo wa homoni, ambao tutaelezea namna ambavyo unaweza kutumia mbinu mbalimbali ambazo zinaweza zikatengeneza msingi wa kuweza kupona homoni zako, lakini pia kupunguza muwasho ama inflammation ambao ni uvimbe na matatizo mengine ambayo yanasababishwa na inflammation katika mji wa uzazi. Lakini pia tutaondoa sumu ili kuandaa mazingira ya mtoto, kwa sababu wakati mwingine sumu zikiwa nyingi kutokana na kuwepo kwa homoni ya estrogen mwilini au vyakula ambavyo unakula, basi vinaweza vikasababisha mtoto akaa katika mazingira ambayo sio salama. Lakini pia kama kutakuwa na matatizo ya homoni, basi inaweza kupelekea kupevusha yai wakati ambao sio, au kashindwa kupevusha yai kabisa, maana ukawa na mzunguko ambao hauna yai ambao limekomaa au yai ambao limepevushwa. Sasa msingi unategemea vitu vitatu ama vitu hizo kiasi, unategemea mbinu tatu kubwa zaidi, ambayo ya kwanza kabisa ni lishe na viinilishe, ambayo ni kurutubisha mayai, mbegu na ukuta wa kizazi. Lishe na viinilishe. Viinilishe maana sasa hivi umekuwa na changamoto sana ya kupata product au kupata vyakula ambavyo ni vya asili moja kwa moja ambavyo vinaweza vikakupa matokeo, kwa sababu vingi sasa hivi vimechakachuliwa na vingi sasa hivi ni vyakula vya viwandani. Kwa hiyo baada ya kama vyakula vya viwandani, watu wamekuwa wakizalisha product tofauti au madawa tofauti ambayo ya viinilishe. Anakuambia hii dawa ina composition 1 2 3 ambayo ni msaada wa haraka zaidi wa kuweza kurutubisha mwili wako na kubaki katika mazingira salama. Lakini pia tutaangalia mimea ambayo ni nguzo ya pili, ambayo ni kurekebisha mzunguko wa hedhi na kuimarisha mfuko wako wa uzazi. Maana kuna mimea ambayo inatumika kuweza kusaisha ama kutengeneza mjoko wa uzazi na homoni zako na mabadiliko, au kuondoa sumu na kuweza kusababisha upatikanaji wa mtoto katika mazingira salama kabisa. Lakini mazoezi na mkao, kuweka sawa nyonga na kuongeza mzunguko wa damu. Sasa hapa tutaina mazoezi ambayo mwanamke anatakiwa kufanya kama utakuwa na changamoto hizi za typhoid uterus, maana uzazi uliopinda au mirija fallopian uliopinda, au kuna changamoto ya uzazi ambao unajitokeza. Kwa hiyo unapodili na mazoezi na mikao mbalimbali, basi itasaidia wewe uweze kupata ujauzito, lakini pia kuondoa hizi inflammation ambazo unazo kutokana na stasis ya damu ama mrundikano wa damu ambao utakiwa kutoka kaendelea kubaki mwilini. Kwa hiyo vitu vyote hivi vinaweza vikakutengenezea mazingira salama kabisa. Kwa hiyo tiba hizi ziko tatu: lishe, mimea na mazoezi na mikao. Lakini hatua za kivitendo, basi unapaswa kutumia ndani ya miezi 3 mpaka miezi 6, au unapotaka kushika ujauzito, basi inabidi mchakato huu unatakiwa uanze miezi 3 kabla au miezi 6, ili kuweza kupata matokeo yale ambayo unahitaji. Na kama utaanza sasa ndio ambayo nimesema, lakini kama unataka ushike ujauzito miaka ijayo au miezi ijayo, kuanzia sasa, baada ya uanzie sasa, kwa sababu hujachelewa na wakati wako sahihi wa kwanza kutumia na kuweza kupata matokeo yale ambayo unahitaji, ili kuweza kuepuka na hizi changamoto kama hivi. Lakini pia ukiwa na hivi, basi utakuwa tayari ushatoa yai ambayo ni limekomaa na linaweza likahifadhiwa muda mrefu na kuleta matokeo yale ambayo unahitaji. Sasa kujenga ukuta wa kizazi unategemea vitu vifuatavyo au building blocks, ambazo ni kama vile mafuta omega 3 ambayo sasa hivi kila mmoja amekuwa akiimba mtandaoni, ambao hupatikana kwenye flaxseed ambazo ni mbegu hizi au nafaka. Lakini pia mafuta ya samaki ambayo yanapatikana sana, ambayo tulizungumzia maziwa ama nchi yetu na maziwa matatu Victoria, Tanganyika na Nyasa. Basi haya ni maeneo ambayo yanapatikana
hawa samaki wakubwa wenye omega 3, lakini pia na samaki wadogo. Lakini huwa nashauriwa kutumia hawa samaki wadogo ambao wanatoka katika hayo maziwa, kwa sababu wakubwa wana mercury nyingi, ambayo sasa ukitumia wale wakubwa unaweza usipate matokeo ambayo unahitaji, au ukapata lakini ukawa na sumu ya mercury ambayo itakuwa nyingi, ambayo inaweza kusababisha mjoko uterus ikana shida, au mtoto wako ambaye atakuja kufumutiwa au kutengenezwa pia akapata shida. Kwa hiyo huwa nashauri sana kutumia samaki wadogo ambao wanapatikana katika hayo maziwa matatu. Na kama utapendelea kutumia samaki wakubwa, basi hakikisha unapata mchanganyiko wa maji na vitunguu saumu ili kuweza kuondoa sumu, au tangawizi ambayo itakuwa msaada zaidi. Lakini pia hii urekebisha mzunguko wa mayai na imeonyesha uwezo wa kuzuia mimba kutoka. Yaani unapotumia hii omega 3 imekuwa na msaada mkubwa sana wa kuweza kusaidia kurutubisha mayai au yai kuwa lenye afya na kuzuia mimba nyingi sana kutoka zidi ya matumizi ya omega 3. Lakini pia kudhibiti sukari, ambao kupunguza sukari na vyakula vilivyosindikwa kusaidia kudhibiti insulini, kuzuia kisukari cha ujauzito ambao inafanyika kama gestation diabetes. Sasa tunapodili na mizunguko ya mwanamke au unapodili na mizunguko ya mwanamke, huwa tunajitahidi kumwambia vyakula ambavyo inaweza vikaa vichochezi vya sukari basi apunguze, na msongo wa mawazo basi inabidi ufanyaje, upungue, kwa sababu insulin inaweza ikapanda, na insulin ikipanda basi inaweza ikaleta shida kwa mji wa uzazi. Kwa mwanamke anapotumia sukari kwa kiwango kidogo, anapodhibiti sukari yake, ni basi anakuwa na nafasi kubwa kuweza kupata ujauzito salama. Lakini pia wakati wa ujauzito anaweza kuepukana na changamoto ya gestation diabetes, ama sukari ambayo inajitokeza mwanamke anapokuwa na mimba. Lakini pia tutaangalia masuala ya antioxidant na madini ambayo ni vyakula vyenye kuondoa sumu, ambao tutaangalia kwa masuala ya folic acid, vitamin B9 na vitamin B12, zinki na magnesium na calcium, ambazo nimesema kupitia video zangu zilizopita na mafundisho ambayo nimesema humu ndani. Unaweza kupitia, ni vyakula ambavyo ni vya msingi sana, ambavyo ukivipata, na nimejaribu kuchambua sehemu mbalimbali ni vyakula hivyo huwa vinapatikana wapi, basi utakapopata basi usiache kutumia, kwa sababu vina umuhimu wa kuboresha ubora wa mayai kwa mwanamke na ubora wa mbegu za kiume kwa mwanaume pia. Unaposikiliza basi ujue hii ni sehemu muhimu sana ambayo hapaswi kuacha, kwa sababu folic acid, vitamin B9, vitamin B12, zinc, magnesium, calcium na vitamin E ni nzuri sana kwa ajili ya afya ya mwanamke, lakini pia kwa afya ya mwanamke bila kusahau vitamin C ambayo ni kwa ajili ya kuboresha mayai ya mwanamke, lakini pia na mbegu za mwanaume. Hatua za kivitendo ni kujenga utamaduni wa kula vyakula halisi ambao inafanyika kama whole foods, na kupunguza kafeni, pombe, sigara, ili kusababisha afya na mbegu za mwanamke na mwanaume kuwa katika usalama wakati wote. Sasa washirika wa asili na matumizi sahihi ya mimea tiba. Sasa na mimea ambayo inafahamika ama tiba Chinese medicine ambayo imekuwa ikitumika kuweza kutibia wanawake ambao wana changamoto hizi za uzazi. Sasa hii nayo unaweza kuitumia, ukitafuta ukiipata, tumia kwa sababu ya kulinda mjoko wa uzazi. Lakini kuna mimea ambayo ukiitumia, baada ya kuitumia utakapopata ujauzito basi unapaswa kuiacha, kwa sababu inaweza kusababisha ujauzito kuharibika. Kwa hiyo hapa nitakutajia mimea minne ambayo ni mizuri na imekuwa ikitumika kwa wanawake wengi na kupata matokeo ambayo ya moja kwa moja. Mfano, mmea wa kwanza unaitwa Red Raspberry, ambao ni kuimarisha na kujenga misuli ya mfuko wa uzazi, kusaidia yai kurutubishwa na kujishikiza vizuri, ambayo hii tahadhari yake hakuna tahadhari. Unaweza kutumia wakati ambapo unatamani kupata ujauzito au wakati ambapo unajiandaa kushika ujauzito na baada ya kushika ujauzito. Maana ndani ya ujauzito unaweza kutumia na haina tahadhari yoyote, ambayo ni salama sana. Lakini pia kuna vidonge vyake au kuna product ambao unaweza kuitumia au kaitafuta na kuitumia, inaweza kukupa matokeo mazuri. Lakini pia mmea wa pili ambao unafanyika kama Force Unicorn, ambao ni kurekebisha homoni ya estrogen na kuimarisha ukuta wa mfuko wa uzazi na kuzuia mimba kutoka, ambayo ni salama, ambayo yenyewe pia haina shida. Unaweza kutumia wakati ambapo unajiandaa kushika ujauzito, lakini baada ya kushika ujauzito. Na mmea wa tatu ama mimea wa tatu na wanne ambao unafanyika kama Don Quai na Crampback. Hii ni mimea ya Kichina. Maana ukisearch jina lake na Kichina, lakini ni nzuri sana.
kwa sababu inaweza kupatikana. Yaani ukasearch Google, ukaingia Google ukasearch mmea wa Donk-Wine na Cranberry, inaweza kukupa matokeo, au unaweza kuutambua na unaweza kuwatumia wale ambao wanatamani kupata ujauzito na kusawazisha homoni na kutibu maumivu yale kama vile ya mizunguko ambayo haieleweki au kuongezeka kwa homoni ya estrogen inapokuwa nyingi zaidi, basi ukitumia inaweza ikawa salama kabisa na kuweza kurekebisha mzunguko wa uzazi. Lakini hii mimea miwili ya mwisho ya Donk-Wine na Cranberry haupaswi kutumia baada ya kushika ujauzito. Utakapotumia tu baada ya kushika ujauzito, basi inaweza kusababisha ujauzito wako kutoka mapema zaidi. Sasa baadhi ya mimea hii inaweza kutoa mimba, na ukianza kutumia baada ya kushika mimba, basi inaweza ukapata shida kama hiyo ambayo nimesema. Na unapogundua kuwa una mimba, basi unapaswa kuacha mapema zaidi na kuanza kufuatilia ratiba za kwenda kliniki na kumtafuta daktari kwa msaada zaidi. Sasa mwanzoni nilisema kwamba kuna mikao ambayo inaweza kupelekea ujauzito wako kawa sio salama wakati kujifungua, au mikao ambayo inaweza kupelekea wewe ukashindwa kupata ujauzito. Mfano, mwanamke ambaye anakaa muda mrefu au mwanamke ambaye ana changamoto hii ya kushindwa kushika ujauzito na kuja kufuatilia kwamba ana mikao au ogani yake uterus imekaa vibaya, au amezaliwa na uterus ambayo imepinda, au wakati wa mchakato wa maisha na nini, upasuaji hapa na pale ikasababisha mirija ile kana makovu au ikakaa vibaya na changamoto nyingine nyingi. Hizi zinaweza kusababisha kuzuia kupata ujauzito. Kwa hiyo mkao wa nyonga kukaa kombo huzuia mzunguko wa damu na kufanya mfumo wa uzazi ukae vibaya na kusababisha maumivu ya mgongo. Kwa hiyo mikao ya 90 degree au kukaa ukiwa umenyooka, yani umekaa umenyooka hivi, ndio mkao sahihi. Lakini pia hata wakati wa uani ama unapoenda chooni, mikao ile kukalia kiti kile si chochi wacha kukaa huwa sio kizuri. Ndio maana zamani kwa tumia ile engo ya 35 degree, ni mkao mzuri sana ambao unasaidia kuweza kunyoosha mjoko uzazi na kubaki katika mazingira salama. Lakini pia huyu mtu kama ana changamoto hizo za mikao au ana changamoto za uzazi kupinda au ana changamoto za ogani kukaa vibaya, anatakiwa kufanya mazoezi. Mazoezi gani? Ni mazoezi ya Kegel exercise, ambayo hii huimarisha misuli ya sakafu ya nyonga ambayo inafanyika kama pelvic floor na kubeba uzito wa mimba na kurahisisha urefushaji wa mwili baada ya uzazi na nafasi ya mtoto. Sasa mwanzoni kipindi tunaanza kusoma humu ndani tulijifunza kuhusiana na mikao mbalimbali na asili ya vitu. Mfano, mkao ule ambao mama wengi wamekuwa wakitumia kujifungulia ule wa lithotomy ni mkao ambao uligundulika na mtu fulani ambaye mtu alikuwa anafanya utafiti ama alikuwa anataka kuchungulia mke wake akiwa anajifungua. Kwa hiyo akawa anashauri wale wakunga kwamba mke wake wamlaze yeye akiwa sehemu amejificha hivi. Kwa mkao kama umetumika au umekuwa ukiendeleza kutumika mpaka leo, lakini ukisoma zaidi utakuja kuona kwamba ni mkao ambao ni salama kwa upande wa uguzi kurahisisha kuvuta mtoto na kufanya manuva mengine, lakini in deep sio mkao mzuri kwa sababu ya kupingana na gravity. Kwa hiyo mtoto anaweza kupata shida zaidi na mama akapata shida. Lakini pia mkao huo unaweza kupelekea mwanamke akachelewa kujifungua. Kwa hiyo ndio maana iko na mikao mingi, lakini mikao mingine imekuwa ikipewa nafasi ndogo ya mama kuitumia na kuweza kujifungua mtoto, lakini mengi ambao kama ule kuchuchumaa umekuwa na matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo na wakati mwingine mtoto akilala vibaya pia imekuwa ikileta shida. Lakini mtoto anapolalia mgongo na anapolala left anterior ama mkao sahihi ni mazoezi ya yoga. Maana ile left anterior mtoto eneo la mwisho anaelekea mgongo, yaani kule alipokaa anaelekea mgongo, anapofika kule mwisho anaelekea mgongo. Hiyo mkao sahihi wa mazoezi huwa inaita maumivu makali sana wakati wa kujifungua kwa mwanamke, ambao mkao wa kati ama kao husaidia mtoto kukaa kwenye nafasi bora ambao ni kichwa chini na kitazama nyuma upande wa kushoto kwa ajili ya uzazi mwepesi. Lakini pia hatua za kivitendo, fanya mazoezi mepesi kama vile kutembea, kunyoosha mwili baada ya kulala muda wote, na isipokuwa ni kwa ushauri wa daktari kama utakuwa na mazoezi ambayo yanaweza kupelekea ukapata kizunguzungu au kahisi hali ambayo sio nzuri. Kwa unapofanya mazoezi wakati mwingine ni lazima ufuate ushauri wa kidaktari au mtu wa mazoezi kujua ni mazoezi gani ambayo unapaswa kufanya ili kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa katika mazingira salama wakati wote.
Slide yetu nyingine ni muunganiko wa akili na mwili, mzunguko wa uhai, ambao sasa hapa tutaangalia akili iliyotulia na mwili unaostawi. Sayansi ya msongo wa mawazo. Msongo mkubwa unapunguza ubunifu wa mwili ambao unabadilika mfumo au unaweza kubadilisha mfumo wa endocrine ambao ni mfumo wa kinga, na uwezo wa kuzuia mwili kujenga na kulinda mimba, kwa sababu unapobadilisha kinga au unapokuwa na msongo wa mawazo, mwili unajitengeneza katika mazingira kujilinda. Kwa inapokuja kitu kipya, ni kama vile naambia hichi kitu hakipaswi kuwepo. Ndio maana wanawake wenye stress au baada ya kufanyia uchunguzi kwamba sababu ni mimba yao imetoka, amekuwa na stress nyingi sana au kutoka kwamba na stress, na hii ndio kusababisha mimba nyingi kutoka hata wale ambao wanafanywa IVF. Kwa hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo wanapaswa kuwa makini sana wanawake ambao wanatamani kupata ujauzito, kwamba stress lazima ziweze kutoka. Lakini pia faida za utulivu. Sasa unapokuwa na akili timamu, unapopata mtu wa kukushauri pale ambapo unakutana na changamoto hizi za kuharibika kwa mimba au shida kwa upande wa upatikanaji wa mimba, na ukapata daktari mzuri ambaye mnaweza mkashirikiana, sio kuwa head maana kuongeza kwa kila kitu, ila mkafanya discussion, ukapata muda naye kuzungumza naye, basi itakupa faida ya kuweza kupata ujauzito kwa wakati, lakini pia ujauzito huo utabaki kuwa salama mpaka ambapo mama anajifungua. Maana hata wakati wa labor mkunga ambaye atakusikiliza na kukuhudumia vizuri, basi utakuwa salama wakati wote. Kwa faida ni tunapotuliza akili kwa maksudi, mwili hupunguza homoni za msongo ambazo zinafanyika kama homoni za cortisol na kusawazisha insulini ambayo tulizungumza mwanzoni, na mazingira haya yenye amani yanaruhusu mfumo wa uzazi na mfuko wa uzazi kufanya kazi kwa ufanisi wa 100%. Kwa msongo wa mawazo sio kitu kizuri, na inaweza kupelekea mwanamke akakutana na changamoto ya kushinda kupata ujauzito au akapata ujauzito ukaharibika au kashindwa kukaa au mwanamke kajifungua mapema zaidi kwa sababu ya msongo wa mawazo. Nafikiri hii tumeona hata familia ambayo mwanzoni ilianza vizuri kabisa, ujauzito ukapatikana vizuri, mwanzoni ujauzito ulitunzwa sana, ulipendwa, lakini baada ya muda, baada ya kuanza kuvurugana, mwanamke akaanza stress kwamba hakuona matumaini kwamba ile mimba, baadaye mtoto baada ya kuzaliwa anaanza kaa vizuri, matumaini ya kuelekea kujifungua, hana chochote kile ambacho amekihifadhi kwa ajili ya msaada wa mtoto au msaada wa kwake baada ya kujifungua, labda fedha, nguo na nini, yako inakuwa changamoto, basi imekuwa kimletea shida na kupata mawazo, na mwisho siku ujauzito umekuwa kitoka zaidi. Lakini mbinu ya kufanya wakati mwingine kudhibiti misongo ya mawazo na kuweza kupata ujauzito ambao uko salama na kuweza kurekebisha mlio wako uzazi ni kufanya mazoezi ya kupumua ambayo inafanyika kama diaphragmatic breathing, ambayo ni upumuaji na fahamu za taswira ambazo unafanyaje sasa. Hizi zenyewe ni upumuaji wa yote, ambao unavuta hewa mdomoni au kwenye pua na kuweza kujaza tumbo. Mtu mwenye stress huwa anaemea hapa juu, yani anakuwa kwa maana mara nyingi mtu akiwa na stress anakutambua, au akiwa na pressure, anxiety, kitu fulani labda mtihani ama nini, unakuwa hauemei mpaka tumbo kunyenyuka, unaemea kifua, kifua ndio kinapanda sana ukilinganisha na tumbo. Kwa hiyo ili kuweza kupunguza hiyo stress na msongo wa mawazo, basi unatakiwa kufanya breathing ambayo itakusaidia wewe kupunguza stress, lakini pia kuichangamsha mji wa mimba au kupeleka damu nyingi sana eneo la uzazi. Unapovuta pumzi na kubana tumbo lako kuwa kubwa zaidi au tumbo lako unapokuwa zaidi, una shrink ama unakandamiza mji wako wa uzazi, na unapotoa mwako na unaruhusu kutanuka na kuruhusu damu kuweza kutoka nyingi zaidi. Sasa anasema vuta hewa safi kwa kina. Ukivuta ukiwa unavuta sasa, anasema vuta picha ya upendo, lishe na mwanga ukiingia moja kwa moja kwenye mfuko wa uzazi. Na hapa sasa ukisema hii quote unaweza kusema wale ambao wanafanyaga hizi meditation au tunazungumza masuala ya chakra, ambao ni chakra ya pili ya uterus, ambao mtu anakaa mkao meditation alafu anavuta pumzi na kuachia. Hii na kuona kuvuta pumzi na kuachia unaruhusu au maoneka taswira ya mwanga kuingia ndani ya mji wa uterus na kuponyesha ule uvimbe na kurekebisha ama kusahihisha matatizo ambayo unayo na kuweza kurejesha afya yako na bado inabaki kuwa salama. Lakini pia kutoa na kuachia hofu, toa hewa nje taratibu na kuruhusu msongo, mashaka, maumivu na kuondoka kwa mwili wako. Maana unaruhusu yale majonzi, uchovu, huzuni, hofu, si na nini ambacho unacho kinakutawala kinachohusiana na afya ya akili yako, ukiondoa kama vile unafanya sasa naondoa vitu vyote, yani unavyotoa vile
na ndivyo ambavyo unaruhusu vitu vyote. Ndio maana huwa mwanamke akihisi maumivu makali sana au akihisi mawazo au kuumia, uchungu mara nyingi mwingi unakimbia eneo la uterus. Kwa hiyo mwanamke anapofanya mazoezi ya breathing au anapokutana na hii changamoto ya mawazo na kuumia, wengi baada ya upasuaji vile anakuambia yani mshono anauma, au yule mama ambaye alitrendi kwa kumtetea yule mwizi, unaweza kuona kwamba yeye naye alikuwa na maumivu ndani yake ambao kupitia mjamzito anakuambia umezaa kweli wewe, yani maana uchungu wote. Sasa bado inakuonyesha kwamba uchungu, stress, mawazo, hofu, msongo na nini wote nakimbia upande wa uterus, sio tu bongo pekee yake, hata uterus. Kwa hiyo mara nyingi huwa huyu mtu akutana na changamoto, kwa hiyo anapotoa ile sumu, basi hata mjiweke uzazi unabaki kuwa salama. Maana mwenye msongo huwa anapata matatizo ya uzazi mara kwa mara. Lakini pia ikuvisualize kwa kujenga picha nzuri au taswira nzuri ya mtoto wako anajifungua, unapata ujauzito salama, na kuhakikisha basi nafasi hiyo itakuondolea zile fikra ambazo ni mbaya na kubadili kuwa na fikra ambazo nzuri zaidi, au kutengeneza taswira mpya, na mwili utajitengenezea nafasi ya kurest and digest. Maana utajipa nafasi ya kupona na kurutubisha au mwili kuwa katika mazingira salama. Sasa kuna kubadili fikra. Hii mbinu nyingine sasa ambayo ni ya utulivu wa akili sasa, ambayo ya kwanza tuseme ni kuvisualize na kuvuta pumzi, lakini ya pili ni kubadili fikra ama tunaita cognitive restructuring, ambayo yenyewe mtu anakuwa na mitazamo hasi ndani yake. Mfano, mtu anaweza akasema mimi mwili wangu unaniunganisha ama unaniunganisha na hauna uwezo. Wale ambao wanachangamoto kushika ujauzito na wanaamini kwamba na mizunguko mibovu, basi anasema mimi kwamba siwezi nikashika ujauzito hivi karibuni, ni mpaka nitafute msaada. Na mwingine baada ya kutafuta msaada muda mrefu bado amekuwa akiamini kwamba hawezi kupata ujauzito. Lakini pia mwenye fikra chanya au kuweza kubadilisha kutoka hasi kwenda chanya, ninaupa mwili wangu muda, upendo na virutubisho ili uweze kupona na kustawi. Kwa kutumia njia za kisasa na mbinu za asili za kuweza kusaidia uzazi wako kwa katika mazingira salama, basi pia lazima ubadilishe fikra. Hii fikra imetumika sehemu nyingi sana, au watu wengi sasa wamekuwa kidini na miili yao au mtindo au mtazamo ambao wanao ndani yao ule mbaya, na kuweza kufanya kuwa mzuri ama kurekebisha na kuanza kuingiza fikra nzuri na kuweza kuleta matukio ambayo yanaonekana nje. Kama utakuwa na mitazamo mibaya juu ya afya yako, juu ya uterus yako, basi inaweza kusababisha pia ujauzito au upatikanaji wa mimba pia ukawa ni mbovu pia. Shinikizo la jamii: epuka kuamini jumbe hasi za jamii kuhusu umri au uwezo wako wa kuwa mama, na badilisha simulizi lako la ndani. Unaweza kufanya shajara au andika hofu zako zote: kushindwa kupata mimba, kuharibika kwa mimba, au hofu ya uchungu wa uzazi. Kisha zitazame kwa jicho jipya la ujasiri na kubali matokeo chanya. Hapa sasa unaweza kufanya nini sasa? Kama utakuwa na hofu ndani yako, au utakuwa na majonzi ndani yako, au utakuwa na huzuni ndani yako, au na uchungu ndani yako zidi kupoteza mimba mara kwa mara, au utakuwa na mambo ambayo hauyaelewi mara kwa mara ambayo yanajitokea, au utakuwa na fikra ambazo zimekuwa zikijirudia mara kwa mara muda mrefu zaidi na kukupa msongo wa mawazo, unaweza kufanya shajara. Yaani ukaandika vile vitu ambavyo unavipitia, na ukachukua mshumaa wako ukawa unachoma kwa unanuia mikadi inavyochoma, ndivyo ambavyo matatizo yaweze kutoka na kubaki katika usalama zaidi. Kwa hiyo hayo ni mbinu nyingine ya kuweza kupona msongo wa mawazo na kuweza kusababisha ujauzito wako kubaki katika mazingira salama zaidi. Sasa kuna kuponya moyo, ushauri wa msaada wa kisaikolojia ambao kukabiliana na huzuni na miskiji, haki ya kuomboleza. Hapa tunadili sasa namna ambavyo mtu huyu anachangamoto kupoteza ujauzito mara kwa mara, lazima awe na haki ya kuomboleza. Kwa mara nyingi anachukuliwa kama ni mdhaifu, au anapopoteza ujauzito anachukuliwa kama ni haki, ni tukio la kawaida ambao anampuuzia, yani hawampi thamani ile ya mtu ambaye anataka kupewa, kwa sababu wakati mwingine kwa mimba inapotea wakati changa kabisa, watu wanachukulia kama ni jambo la kawaida na hawamzingatii. Lakini mwanamke anapitia uchungu kwa sababu ya mimba ama zile seli ambazo mtoto anazo tumboni ama ambazo mtoto alikuwa nazo tumboni zishaanza kumtengeneza mama kuact kama mama. Kwa hiyo mtoto anapopotea, hata kama ni mdogo, anahisi uchungu ndani yake. Sasa wengi wamekuwa kimpuuza. Kwa hiyo unapokuwa na hivi vitu, inabidi mama umshauri au mama udili naye, umpe haki ya kuomboleza kwamba yes, umepoteza mtoto hata kama hujamuona, inabidi uomboleze. Sasa kuomboleza huko unaweza kufanya mazoezi ya kupanda mti, kama vile kuonyesha ishara kwamba ulipoteza mtoto,
au mtu utakapoona kama unakumbuka, na kukupa wakati mwingine fikra ya kujua nini ambacho unatakiwa kufanya ili ujauzito wako uweze kukua salama zaidi. Na tambiko la uponyaji ambao nimesema kama nilivyokuwa hizi baadhi ya tamaduni kama vile hizi tamaduni za Kijapani ambazo inafanyika kama mizuko kuyo na kujenga kumbukumbu za watoto waliopotea. Hizi kama nguo ulinunulia, basi uhifadhi nguo, baadhi ya nguo kuweza kuonyesha kwamba ni mtoto fulani aliondokaga, au kumpatia jina na kuweza kujua kwamba na mtoto mwingine au kuna mtoto aliyekuwepo, na kutengeneza nafasi ya kuweza kumkumbuka yule mtoto na kukubali kupona na kuruhusu maisha mengine endelee. Lakini pia kuvunja ukimya na usijitenge, kwa sababu labda unapitia maumivu haya sasa ambayo unaweza kusema labda mimi si nitafanyaje au mimi si na nini. Kwa hiyo usijitenge, share mawazo yako na watu ili kuweza kutafuta msaada zaidi, au wale watu ambao unawaamini unaweza pia ukanitafuta nikakusaidia kuweza kutengenezea mazingira ambayo unaweza kuepukana hii changamoto na ukabaki katika mazingira salama wakati wote. Na tafuta msaada kwa wataalamu wa saikolojia na vikundi vya faraja ambavyo vitakuwa msaada. Na hatua za kivitendo ni wahudumu wa afya wanapaswa kutoa huduma hizi kwa huruma na kuunganisha wagonjwa moja kwa moja na washauri nasaha, kwa sababu wahudumu wa afya mara nyingi huwa wanadili na mwili peke yake au matatizo ambayo yanaonekana ndani ya mwili. Kama wewe una uvimbe, basi tadili na uvimbe peke yake bila kutafuta source ya moja kwa moja kwamba ni stress au mvuruguko wa homoni. Unapoenda baba, mimi naweza na tumbo kuuma, akikufanyia uchunguzi akiona una uvimbe anatoa uvimbe. Upo na changamoto ya insulini, na changamoto ya sukari, na changamoto matatizo mengine ambayo yanajitokeza kupelekea kile kitu kuwepo, hawadili nacho, basi inabidi tutafute msaada. Licha ya msaada kimatibabu, ni basi hata msaada makansela ambao kwa tunafanya kazi ya kuwasaidia wanawake wenye changamoto kama hizi ambazo tunaziona kila siku, stress za msongo wa mawazo kutokana na majukumu ya kazi, ama hofu ya uzazi, au mabadiliko mengi ambayo yanajitokeza hapo katikati. Basi unapokutana na mtu anapokushauri, unabaki katika mazingira ya usalama wakati wote. Kama umevutiwa na darasa hili, usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya. Lakini kwa wale ambao uko ndani ya grupu hili, basi usisahau kutembelea mtandao wangu wa YouTube kwa kuweza kujifunza vitu vingi zaidi. Asante na mpaka wakati mwingine.